Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Iran, Israeli pamoja na Marekani, vita ambavyo vimeendelea kuleta athari kubwa kwelikweli kwa pande zote mbili. Nikwambie, wanajeshi 13 wa Marekani wameuawa na wengine 200 wamejeruhiwa tangu kuanza kwa operation ya Epic Fury dhidi ya Iran, The Wall Street Journal inaripoti kinukuu chanzo. Kulingana naye, 170 kati ya wafanyakazi 200 waliojeruhiwa tayari wamerejea kazini. Mapema kamandi kuu ya Marekani iliripoti kwamba wanajeshi 6 wa Marekani waliuawa wakati wa shambulio la kulipiza kisasi la Iran kwenye kambi ya Marekani huko Kuwait, na mwanajeshi mwingine alifariki kutokana na majeraha yaliyopatikana wakati wa shambulio kwenye kambi huko Saudi Arabia mnamo Machi 1. Siku ya Ijumaa, ripoti ziliibuka kwamba wafanyakazi wote 6 wa ndege ya Marekani aina ya KC-135 iliyoanguka magharibi mwa Iraq walikuwa wameuawa. Ubalozi wa Marekani katika mji mkuu wa Iraq wa Baghdad umeshambuliwa mapema Jumamosi, kituo cha television cha Al Hadath kinaripoti. Huduma za usalama za Iraq zilithibitisha shambulio hilo dhidi ya ubalozi wa Marekani huko Baghdad. Kulingana na taarifa ambazo hazijathibitishwa, shabaha ilikuwa kituo cha mifumo ya ulinzi wa anga kilichopo kwenye eneo la mission ya kidiplomasia ya Marekani katika mji mkuu wa Iraq. Zaidi ya wanawake 220 na zaidi ya watoto 200 wamefariki nchini Iran kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israeli, shirika la ISNA linaripoti likinukuu data kutoka Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kiislamu. Kulingana na taarifa zake, waathiriwa wa mashambulizi ya Marekani na Israeli ni pamoja na angalau wanawake 223 na watoto 202 walio chini ya umri wa miaka 18, wakiwemo watoto 12 walio chini ya umri wa miaka 5. Jumla ya wanawake 2729 na watoto 1190, miongoni mwao watoto 41 walio chini ya umri wa miaka 2 waliweza kujeruhiwa. Vile vile, Rais wa Marekani Donald Trump anadai kwamba mamlaka ya Iran iko tayari kukamilisha makubaliano ya amani na Marekani, lakini masharti yake hayaifai Washington. Vyombo vya habari bandia vinachukia kuripoti jinsi jeshi la Marekani lilivyofanya vizuri dhidi ya Iran, ambayo imeshindwa kabisa na inataka makubaliano, lakini si makubaliano ambayo ningekubali, aliandika kwenye Trust Social. Hayo yakiendelea, hivi karibuni Marekani itaanza kutoa huduma za kusindikiza meli za mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump anawaambia waandishi wa habari, itatokea hivi karibuni, alisema akijibu swali aliloulizwa. Kumbuka, aliahidi kusindikiza meli na Iran walisema wako tayari kusubiri kuzilipua. Vikosi vya Marekani vilitekeleza shambulio kali dhidi ya vituo vya kijeshi kwenye kisiwa cha Harg cha Iran. Rais wa Marekani Donald Trump anasema, muda mfupi uliopita, kwa maelekezo yangu, kamandi kuu ya Marekani ilitekeleza moja mashambulizi yenye nguvu zaidi ya mabomu katika historia ya Mashariki ya Kati na kuharibu kabisa kila shabaha ya kijeshi katika kituo cha Iran, kisiwa cha Harg. Rais huyo alisema. Rais wa Marekani alisema, nimechangia kutofuta miundombinu ya mafuta kwenye kisiwa hicho. Vile vile, Rais wa Marekani Donald Trump anasema Washington haitaruhusu Teherani kuwa na silaha za nyuklia. Iran haitakuwa na silaha za nyuklia kamwe, wala haitakuwa na uwezo wa kutishia Marekani Mashariki ya Kati. Iran haina uwezo wa kutetea chochote tunachotaka kushambulia. Hakuna wanachoweza kufanya kuhusu hilo. Rais wa Marekani aliongeza kuwa Iran itakuwa busara kuweka silaha zao chini na kuokoa kile kilichobaki cha nchi yao ambacho si kikubwa. Vile vile, ulinzi wa anga wa Bahrain umeharibu zaidi ya makombora 120 na hadi ndege 200 zisizo na rubani zilizorushwa na Iran tangu mzozo ulipozuka Mashariki ya Kati, ofisi ya habari ya amri ya kijeshi Bahrain inasema kwenye taarifa yao walioitoa. Vile vile, watu wasiopungua 6 wameuawa na wengine 7 kujeruhiwa katika shambulio la anga katika jimbo la kati la Iran la jimbo la Markaz, shirika la habari la Iran Fars linaripoti Jumamosi. Kulingana na shirika hilo, shambulio hilo lilifanywa katika makazi ya Hizab Khomeini katika jimbo la Markaz. Vile vile, Rais wa Marekani Donald Trump atakomesha operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran atakapoelewa kihisia kwamba ni wakati. Alipoulizwa ni lini utagundua kwamba operesheni hii inapaswa kukamilika, kiongozi huyo wa Marekani alijibu, nitakapoihisi ndani ya mifupa yangu. Hapo hapo kwa rais huyo wa Marekani Donald Trump anasema operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran itadumu kwa muda mrefu iwezekanavyo. Alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu muda ambao operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran itadumu, Trump alijibu, siwezi kukuambia hilo, lakini inamaanisha kwamba nina wazo langu mwenyewe kwamba itakuwa kwa muda mrefu iwezekanavyo. Rais wa Marekani pia alisema kwamba malengo ya Marekani na Israeli wakati wa operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran yanaweza kuwa tofauti kidogo. Akijibu swali kutoka kwa waandishi wa habari ikiwa malengo yaliyowekwa na Marekani na Israeli ni sawa,
Trump alijibu kwamba yanaweza kuwa tofauti kidogo, lakini hakutaja aina ya tofauti hizo. Vile bei ya mafuta itapungua kiasili ikiwa usalama wa Iran utahakikishwa. Balozi wa Iran nchini Urusi Kazem Jalali anasema ikiwa hali ya usalama itahakikishwa, bei ya mafuta itashuka kiasili, mwanadiplomasia huyo aliwaambia waandishi wa habari. Balozi huyo pia alisema kwamba ni Marekani na Israeli ndizo zilizovuruga hali hiyo. Iran ilikuwa ikiendesha maisha yake yenyewe, hatukuwa na lengo la vita, sisi sio wachokozi, mwanadiplomasia huyo alibainisha. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shirika la habari la Reuters limemnukuu mmoja wa washauri wa rais wa Marekani akisema kuwa hitilafu kubwa zimepamba moto ndani ya ikulu ya rais wa Marekani, White House, kuhusu mwelekeo wa vita vya sasa na Iran. Duru za ndani ya serikali ya Marekani inayoongozwa na Donald Trump zinasema hitilafu kali zimejitokeza ndani ya utawala huo kuhusu vita vya kulazimisha dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Ikimnukuu mmoja wa washauri wa Trump, shirika la habari la Reuters limeandika hitilafu za ndani ya White House zinaathiri matamshi yanayotolewa na rais wa Marekani kuhusu mwelekeo wa vita. Chanzo hicho ambacho hakijatajwa kwa jina kimeiambia Reuters kwamba kutokana na kushadidi mapigano, washauri wa rais wa Marekani wanajadili suala la wakati na njia ya kutumia kwa ajili ya kutangaza ushindi katika vita na Iran. Shukran kwa Baba ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.